langu ni Rogers Robert Temba wa Tabasa Chang'ombe Tamamani. Huyu kijana wangu ni mwanafunzi wa chuo cha AFM na huwa anasoma akiwa nyumbani mara nyingi, kwa sababu alishasema mimi nimekaa bodi miaka mingi, nimesoma form 1 mpaka form 4, 5, 6, kwa hiyo nina uwezo wa kusoma nikiwa nyumbani. Kwa hiyo akawa anaenda chuo anarudi nyumbani, kama kuna vipindi vya jioni anachelewa na mara chache na wale kwa rafiki zake, lakini anatuma message. Lakini hii ya Jumatano hiyo tarehe 29 ya mwezi wa 4 alivyoenda hakurudi nyumbani na hakutuma message wala kupiga simu. Tukapata mashaka, lakini siku ya Alhamisi ndio tukawa tunapiga simu yake, namba zake zikawa hazipatikani. Piga sana hazipatikani, kutwa nzima hazipatikani, mpaka jioni hazipatikani. Marafiki kuwapigia wanasema na sisi tunamtafuta lakini hatumpati. Kwa mashaka, kwa hiyo nikachukua hatua ya kwenda kituo cha polisi Tabata kwa ajili ya kuripoti pale. Wakajaribu kukagua kwenye account book yao pale waangalie kama kuna report taarifa yake au jina yake, wakaangalia wakasema hakujapata taarifa mtu kama hiyo, ila wakaniambia kwamba wamepata taarifa kuna mwili umeokotwa eneo la Barakuda Bondeni, bonde la Msimbazi huko karibia kama naenda Karakata huko. Hiyo ni Alhamisi. Hiyo polisi ni Ijumaa. Ndio wakawaniambia kwamba ila mwili uliokotwa siku ya Alhamisi ulionekana huko Barakuda Bondeni Msimbazi huko. Kwa hiyo wale polisi wa Tabata wakanielekeza kwamba niende kituo cha Stakishari kwa sababu askari wa kule ndio wamechukua huo mwili. Kwa hiyo kule naweza nikapata information zaidi. Na nilichukua hatua ya kuondoka na kwenda kule kituo cha Stakishari. Nilipofika pale kweli walikutana na askari pale, wakakiri kweli huo mwili tuliokota huko, baada ya kupigiwa simu na watu wa kule na wametoa serikali za mitaa kule kwamba kuna mwili huko umekatwa hauna kichwa. Na tulipoenda kweli tulikuta na tukaja nao tukaandikisha, tukaupeleka polisi hospitali ya polisi barracks Kurasini. Kwa hiyo ndio upo kule. Kwa sababu sisi hauna kichwa. Mpaka sasa hivi hatujajua kichwa kiko wapi. Polisi wanaendelea na kazi yao. Wameendelea na kazi. Jana wamewasiliana nao wakisema wametuma timu ya kukagua huko kwenye bonde la Msimbazi huko kama labda kichwa kiko sehemu au pembezoni mwa mtu au wapi, lakini hawajakiona. Polisi hawajatuwekea kizuizi cha kuchukua mwili. Walituambia tu tufuate taratibu zile. Tulienda tukautambua mwili, tukagundua kweli ni wa Manetu kule Barracks Police Hospital. Tulipogundua kuna alama ambazo tulikuwa tunazijua, na tulipomwona tukagundua kwa 100% kwamba ni mtoto wetu. Linda na mama na mke wa mama jirani wachache. Sasa polisi wakatuambia tu endelee na taratibu, ila tunatakiwa kufanya postmortem pamoja na kuchukua DNA kwa ajili ya taratibu za usalama na sheria. Hapana, walituambia tunaweza tukaacha wakati wanaendelea na hiyo kazi inaendelea kufanyika, na wao wanaendelea na hilo zoezi. Alikuwa anaitwa James Rogers Temba, tukiishi naye nyumbani. Japo ninaweza kuwa nimetoka, naweza kukuta watu hapa nyumbani sababu naenda Stakishari kwa sababu lengo letu ni kusafirisha siku ya Jumatano, na tunahitaji tufanye hiyo zoezi la postmortem leo pamoja na DNA kwa ajili ya kupunguza pressure ya kuja kufanya kazi kwa pressure ya mwishoni. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.